Ikiwa leo ni Machi 25 ya mwaka wa 2025, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, Mwinue Yesu juu kama mwana wa Adamu. Tuombe. Haleluya, haleluya. Baba yetu mtakatifu ketie mahali pasili juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mchague yeye kama rafiki yetu tunayemwamini. Yohana sura ya 15 inasema, siwaiti tena watumwa, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Uovu unadumu hata sasa. Hatari ya siku za mwisho inaongezeka karibu nasi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi unapoa. Hili lisingalikuwepo kama wote wangekuja kwa Yesu na katika imani ya kweli wamtumaini yeye. Upole na unyenyekevu wake unaotunzwa moyoni utaleta amani na utulivu na kutoa nguvu za kimaadili kwa kila nafsi. Ufupi wa wakati unasisitizwa mara kwa mara kama kichocheo cha kutafuta haki na kumfanya Kristo kuwa rafiki yetu. Hii isiwe hamasa kuu kwetu, maana ina harufu ya ubinafsi. Je, ni lazima vitisho vya siku ya Mungu viwekwe mbele yetu ili tuweze kubidishwa kutenda mema kwa njia ya hofu? Haipaswi kuwa hivyo. Yesu anavutia, amejaa upendo, rehema na huruma. Anaomba kuwa rafiki yetu ili atembee nasi kote kwenye njia zinazoparuza za maisha. Anatuambia, mimi ni Bwana Mungu wako, tembea nami, na kisha nitaijaza njia yako kwa nuru. Yesu, Bwana wa mbinguni, anataka kuwainua katika uhusiano wa karibu wale ambao wanamjia yeye wakiwa na mizigo yao, udhaifu wao na mahangaiko yao. Atawahesabu kuwa watoto wake na hatimaye atawapa urithi ulio wa thamani zaidi ya himaya za wafalme, taji ya utukufu, taji iliyo na utajiri mwingi kuliko ambayo imewahi kupamba uso wa mfalme aliyetukuka zaidi wa kidunia. Ni wajibu wetu kumpenda Yesu kama mkombozi wetu. Anayo haki ya kudai upendo wetu, lakini anatusihi tumpatie yeye mioyo yetu. Anatuita ili kutembea pamoja naye katika njia ya utii wa unyenyekevu na wa kweli. Mwaliko wake kwetu ni wito wa kufikia maisha safi, matakatifu na yenye furaha, maisha ya amani na pumziko, ya uhuru na upendo, na katika utajiri wa urithi wa maisha yajayo na ya milele. Ni kipi tutachagua? Uhuru katika Kristo au utumwa na udhalimu katika huduma ya Shetani? Ikiwa tunachagua kuishi na Yesu katika zama zisizokoma za umilele, kwa nini tusimchague yeye sasa kuwa rafiki yetu mpendwa sana na wa kutumainiwa, mshauri wetu bora na mwenye hekima zaidi? Ni fursa yetu kila siku kuwa na matembezi ya tulivu, ya karibu, yaletayo furaha pamoja na Yesu. Hatupaswi kushtushwa ikiwa njia inapitia kwenye migogoro na mateso. Tunaweza kuwa na amani ipitayo ufahamu, lakini itatugharimu vita dhidi ya nguvu za giza, mapambano makali dhidi ya ubinafsi na dhambi ya asili. Ushindi unaopatikana kila siku kwa bidii na ustahimilivu usiochoka kutenda mema utakuwa wa thamani kwa Yesu ambaye ametupenda.
ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na uasi wote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Mwana wa aliye juu alipitia aibu pale msalabani ili wenye dhambi wasipate aibu na kudharauliwa milele, bali wakombolewe na kuvikwa taji ya utukufu wa milele. The Signs of the Times, Machi 17, mwaka wa 1887. Hii ni Machi 25 na tumefikia tamati ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kwa nasi sasa na hata milele. Nikutakie majukumu mema.